Jambo wasikilizaji hapa kwenye kipindi cha Fuata Biblia Kuongoze, na wasalimu jambo sana, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Inawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni mimi Matoleo Birunga, ninakuja hapa kwenye studio ili tupate kuzungumza neno la Mungu. Na hiki ni kipindi cha neno la leo. Neno la leo. Basi tunashukuru Mungu kwa kutupa kibali kama na hiki ya kupanda hapa jukwani ili tupate kuzungumza neno la Mungu pamoja. Ndio, kwa wale wanaokuwa na zoefu ya kusikiliza vyombo vya habari, wanajua kwamba hivi ni vipindi vigumu tunavyoviishi. Tunaishi katika vipindi vigumu. Kuna habari nyingi tunasikia, habari za vita, habari za vurugo, za vifo kufa, za watu kufa, habari za njaa, pia habari za majira mbaya, mafuriko na mambo kadhalika. Hivi ni vipindi vigumu tunavyoviishi. Sasa na leo tutaenda kuzungumza kuhusu neno fulani litakalo, naamini hili neno litatupatia nguvu na muda kabisa ya kutupatia muda fulani kukaa katika maombi tukiombea nchi zetu. Kuna mambo mengi yanatendeka katika dunia hii. Watu wanakufa. Maana ni vipindi vigumu. Kwa mfano sasa hivi tumetatizwa na maana tunazidi kusikia vurugo tofauti zinazotendeka katika nchi. Vita tofauti vinavyotendeka katika nchi na mambo kadhalika. Na haya yote unajua viongozi wetu kama viongozi wetu hawako makini, huwa taifa inaharibika, huwa taifa inaingia katika hatari. Sasa maamuzi wa viongozi wanayochukua yakiwa mazuri, hiyo ni faida ya taifa. Maana hiyo ni jambo njema kwa taifa, lakini yakiwa mabaya ni lazima taifa kabisa itatizwe. Mungu apasaidie sana. Sasa siku ya leo kabisa tunaishi katika vipindi vigumu. Ninaamini tunaongozwa na viongozi wanaotawaliwa na roho mbaya. Mungu atusaidie sana. Viongozi wetu wakitawaliwa na roho ya kutamani mamlaka, ya tamaa ya mamlaka. Hiyo ni jambo mbaya sana. Acha tuende kuchangia neno pamoja. Tuanze kwanza katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 na mstari wa 4. Yakobo sura ya 2 na mstari wa 4 anasema hivi. Je, hamkuyafanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mapofu? Mungu asifiwe sana. Inasema hivi. Je, hamkufanya hitilafu mioyoni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mapofu? Ninaamini kwamba viongozi wetu wamekumbwa na roho mbaya, na hiyo roho mbaya inawafanya wao kuwa waamuzi wenye mawazo mabovu. Mungu atusaidie sana. Mungu apate kutusaidia sana. Sasa wanakuwa kama vile wanalewa na tabia fulani hivi ndani yao. Tamaa ya nguvu, mamlaka. Ukiona turi yao ikiisha ya wao kukua kwenye kiti cha mamlaka, wanakagania waendelee kutawala. Mungu apate sana. Sasa tunaishi vipindi vigumu kabisa. Na hivi vipindi vigumu vinaweza vikakutatiza wewe na vinanitatiza mimi.
katika hali tofauti. Inaanza kuwa katika hali kwa ngambo ya ekonomi, kwa ngambo, maanake kwa ngambo nyingi tofauti. Mungu apate sana. Wanaonekana kama vile wanatawaliwa, maanake wanakosa vile wanalewa na tamaa na tabia mbaya isiyostahili ndani yao. Tabia mbaya isiyostahili ndani yao. Je, hamkufanya hitilafu mioni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu. Mungu atusaidie sana. Mungu apate sana. Pia ukisoma tukisoma katika kitabu cha Mezali 31 na mstari wa 4 mpaka wa 5. Mezali 31 na mstari wake wa 4 mpaka wa 5 inasema hivi: Lemueli, kunywa mvinyo hakuwafai wafalme, wala haifai wakuu waseme kiwapi kileo, wasije wakanywa na kuisahau sheria na kuipotosha hukumu ya mtu aliye taabuni. Mungu asaidie sana. Tunasoma tena, na hapo ni Mezali 31 na mstari wa 4 mpaka wa 5. Inasema hivi, Kiswahili kingine Mezali sura yake 31. Inasema hivi: Lemueli, kunywa mvinyo hakuwafai wafalme, wala haifai wakuu waseme kiwapi kileo, wasije wakanywa na kuisahau sheria na kuipotosha hukumu ya mtu aliye taabuni. Ukiruka kwenye mstari wake wa 8 mpaka wa 9 inasema hivi: fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, watetee watu wote walioachwa peke yao. Fumbua kinywa chako, uhukumu kwa haki, uwapatie maskini na wahitaji haki yao. Uwapatie maskini na wahitaji haki yao. Sikiliza hili shauri. Mama huyu alimwambia mtoto wake akiwa mfalme, Lemueli, kunywa mvinyo hakuwafai wafalme, wala haifai wakuu waseme kiwapi kileo. Sababu gani? Mstari wake wa 5: wasije wakanywa na kuisahau sheria na kuipotosha hukumu ya mtu aliye taabuni. Mstari wake wa 8: fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, uwatetee watu wote walioachwa peke yao. Fumbua kinywa chako, uhukumu kwa haki, wapatie maskini na wahitaji haki yao. Mungu apate sana. Tulianza na versi ya Yakobo sura yake ya 4 na sura yake ya 2. Tulianza na versi ya Yakobo sura yake ya 2 na mstari wake wa 4, ikisema kwamba je, hamkufanya hitilafu mioni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu? Mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu. Mungu atusaidie sana. Sasa maamuzi yao yanaweza kugusa katika hali tofauti, na pia yanaweza kanigusa katika hali nyingine. Kwanza acha tuone mambo inayotendeka sasa hivi. Mungu atusaidie sana. Hapa hivi tunaweza tukaona pamoja mambo inayotendeka sasa hivi. Hii vita kati ya Russia na Ukraine imetatiza dunia. Mungu atusaidie sana kwa ngambo ya chakula, kwa ngambo ya ekonomi, katika hali tofauti. Mungu atusaidie sana. Na hii vita vingali vinaendelea. Watu wengi wamekufa.
Na haya yote ni maamuzi ndiyo yalisababisha. Maamuzi ya viongozi. Mungu asaidie sana. Na haya maamuzi yao yanasababisha watu wengi kufa. Damu zinamwangika. Tuendelee kuona wengine. Vita vya Kongo, M23. Hivyo pia ni vita vinachukua nafasi Goma. Na kuna wengi wamekufa. Na kuna wengi na hii vita vimetatiza nchi zingine. Sio tu Kongo, labda sasa hivi hii vita vinaenda tatiza zile nchi za pembeni pia. Mungu atusaidie sana kwa njia ya ekonomi na katika hali tofauti. Mungu atusaidie sana. Naamini hii ni picha ya Syria. Maamuzi ndiyo yanatenda mambo kama haya. Maamuzi. Watu wanaamua tufanye hivi. Mungu atusaidie sana. Na katika kutimilika kwa ile maamuzi, watu wanapatikana kufa. Wanakufa, damu inamwangika. Mungu atusaidie sana. Ni hii dunia mimi na wewe tunaishi. Tunaishi. Ndio maana ni vizuri tu anachukua muda fulani ya kuombea wa viongozi wetu. Katika Yakobo inasema, hamkufanya hitilafu mioni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu. Mungu atusaidie sana. Katika yale maamuzi wanayotoa, inasababisha nyumba kubomolewa. Inasababisha watu kutatizwa. Watu kujikuta katika mateso. Inasababisha damu kumwangika. Mungu atusaidie sana. Tuone zingine picha. Hii ni picha ya Gaza. Kuna picha nyingi unaweza kaangalia, utaona mji kabisa wametatiza. Jengo zilizojengwa nyingi zinabomoka. Na watu wengi wamekufa katika hii mvurugo. Na mvurugo huu haijaisha. Mungu atusaidie sana. Haya yote ni maamuzi ndiyo yanasababisha mambo kama haya. Maamuzi. Wa viongozi wanaamua tufanye hivi. Madhara ya maamuzi mabovu. Matokeo ya maamuzi mabovu. Mungu atusaidie sana. Tuone zingine picha. Hii ni ingine picha. Ninaamini pia hii ni picha ninaamini pia ni picha kutoka Israeli na kutoka Gaza au Syria, sikumbuki vizuri. Mungu atusaidie sana. Mwanaume huyo, hiyo picha hiyo inaelezea mambo mingi sana. Haya yote yalisababishwa na maamuzi. Na vita vya Ukraina pia vinaendelea. Na Kongo yale yanayotatiza Kongo sasa hivi mnayajua, M23. Watu wengi wamekufa na wamoja wamekimbia. Mungu apate kutusamehe sana. Sasa haya yote ni madhara. Haya yote ni madhara ya maamuzi mabovu. Mungu atusaidie sana. Mungu apate kutusaidia sana. Inasema, hamkufanya hitilafu mioni mwenu, mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu. Mungu atusaidie sana. Sasa ni hivyo.
Vipindi hivi tunavyoishi hamo ni vipindi vigumu. Vipindi tunavyoishi hamo ni vipindi vigumu. Vipindi vigumu. Ndio maana mimi na wewe ni lazima tuchukue kipindi cha kuombea wa viongozi wetu. Wanaonekana kama vile wanalewa na kileo fulani. Mungu atusaidie sana. Mimi na wewe ni lazima tuchukue vipindi fulani vya kuombea wa viongozi wetu. Kileo kisitafutwe na mfalme ambaye wajibu wake ni kuwa na akili timamu ili ahukumu kwa haki na kuwatetea walioonewa. Mungu atusaidie sana. Sasa wa viongozi wetu wanaonekana kwamba wamepewa kileo fulani. Wamelewa na tamaa tofauti. Tamaa nyingi tofauti. Na haya yote ninaamini ndiyo sababu ya vita ndiyo sababu tunatatizwa na hali ya vita. Habari nyingi za vita tunazisikia, watu wakikufa. Haya yote ni matokeo ya maamuzi wa viongozi wetu wanavyochukua. Na kitu cha ajabu, wanaotatizwa sana katika yale maamuzi ni watu wa kawaida kama vile mimi na wao. Watu wa kawaida kama vile mimi na wao. Jua viongozi wetu watakuwa wanastarehe kwenye mapalace zao huko, ila mimi na wao tutajikuta tuko na tafuta nafasi ya kukimbilia. Mungu apatusamehe sana. Tuwakumbuke wa viongozi wetu katika maombi. Amen.